Hongereni bana kwenye mchezo uliopita, licha ya kadi nyekundu, lakini tumeona performance bora sana sasa kipindi cha pili, mpaka ukadiri kusema kwamba kama tungeanza hivi basi hivi sasa tungekuwa tunazungumza tukiwa kwenye hatua ya robo finali. Nini kimebadilika hasa kipindi hichi ambacho Simba ameaga mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekwenda salama Angola na tumefanikiwa kurudi salama na tumecheza mchezo wetu salama na tumepata matokeo ambayo sisi kwetu tunayatambua kama ni matokeo mazuri kwa upande wetu. Tayari tumeshaondolewa kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika na tumeshindwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali, lakini tunayo furaha kubwa kutokana na maendeleo chanya ya kikosi chetu. Katika mchezo wa jana dhidi ya Petro, kikubwa ambacho tulikuwa tunakitafuta ilikuwa ni kuweka heshima katika michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika. Ndiyo tumetolewa, lakini tusitolewe kidhalili, kinyonge, kiasi kwamba ikitokea mtu akiangalia msimamo anasema hii timu kweli mwaka huu ilikuwa imechoka. Kwa hiyo tulikwenda kwa namna hiyo, na of course mechi kipindi cha kwanza haikuwa kwetu. Wapinzani wetu waliweza kunufaika na makosa mengi ambao tuliyafanya, wakaweza kupata bao, lakini baadaye kipindi cha pili Mwalimu Steven Becker akafanya mabadiliko ya wachezaji na akaingiza wachezaji ambao waliamsha mechi na kuifanya mechi kuwa hai, licha ya kwamba tulikuwa pungufu kwa kadi nyekundu ya nahodha wetu Shomari Kapombe, lakini wachezaji waliweza kusimama still na hatimaye tukaweza kupata sare ya bao moja. Sisi kwetu ni matokeo mazuri sana, yametuongezea confidence. Kwa sasa tuko nje ya mashindano, tunachokifanya ni kukamilisha ratiba, lakini tumeshaanza maandalizi ya kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao. Na unaanzaje maandalizi ya ligi ya mabingwa? Ni kwa kucheza mechi za ligi ya mabingwa. Kwa hiyo mechi yetu ya jana dhidi ya Petro, mechi yetu ya mwisho dhidi ya Stade Malien, yote hayo ni maandalizi ya ligi ya mabingwa msimu ujao. Timu yetu inatupa faraja kubwa namna ambavyo imebadilika, hasa kiuchezaji, kiufundi, na kila mtu ni shahidi. Hatujapata matokeo katika mchezo jana kwa maana ushindi, lakini unaiona ile performance, unaiona tunapata sare. Huko nyuma mechi za awali ilikuwa hata kupata sare ilikuwa ni changamoto, lakini unaona tunacheza mechi dhidi ya Esperance, tunakwenda tunapata sare, baada tena yeye Esperance kuchomoa na kwenda kucheza mechi na Petro tunapata sare, kipindi cha pili timu ikiwa hai kweli kweli. Sisi kwetu ni mafanikio makubwa na inatupa mwanga ya kwamba tunakoelekea tuna nafasi kubwa na nzuri ya kufanya vizuri. Ni kama watu waliwakatia tamaa, lakini mnao uwezo wa kuzipata alama 5 kwenye kundi lenu mpaka sasa. Kiangalia mechi yetu ya mwisho dhidi ya Stade Malien, tuna uhakika wa kupata ushindi, japo ni ngumu. Stade Malien ambaye pengine watu walimchukulia poa, lakini ameonyesha kwamba ni mpinzani wa kweli na ni timu ya tofauti, na ndio mtu pekee ambaye mpaka sasa ameshafuzu kwenye kundi letu akiwa na idadi kubwa ya pointi. Kwa hiyo sio mpinzani wa kubeza, lakini tunaamini katika uwanja Benjamin Mkapa tutakwenda kupata ushindi. Sera yetu ni ile ile tu ya kwamba huwa hatupotezi mara mbili dhidi ya mpinzani mmoja kwenye kundi. Yaani ukitufunga kwenu tutakufunga kwetu, ukitufunga kwetu tutakufunga kwenu. Yaani imeshindikana sana ukiwa mgumu, basi tutaambulia hata sare. Lakini kwa Stade Malien tunao hakika mkubwa wa kupata ushindi kutokana na improvement ya kikosi chetu. Kwa hiyo tunao hakika wa kupata alama 5. Sio muhimu sana alama 5 kwa sababu hata tukizipata hakuna kitu kinatuongezea, lakini tunakuwa tumemaliza kundi letu kwa heshima ambayo inatupa faraja sisi wenyewe wana Simba. Muda mchache uliomwona Ino Josephine Loemba kwenye mchezo dhidi ya Petro Atletico de Rwanda pia umetosha kwa baadhi ya watu kuamini katika kipaji alichokuwa. Loemba amepata nafasi yake ya kwanza katika mchezo wa jana na ameonyesha uwezo mkubwa sana. Yeye ndo alikuwa game changer katika mchezo ule, namna ambavyo alikuwa anachezesha timu, namna ambavyo alikuwa anaitoa timu chini kuipeleka juu, namna ambavyo alikuwa na maelewano makubwa na wachezaji wenzie, namna ambavyo baada ya kuingia akawa ni mhimili muhimu katikati ya uwanja, anachukua mali kwa Chama anapeleka juu kwa kina Oura.
Kusema kweli imeonyesha ni kwa namna gani Simba tumefanya usajili bora katika dirisha dogo. Katika dirisha dogo msimu huu hakuna hata mchezaji mmoja wa kuchomelea. Wachezaji wote ambao tumewasajili dirisha dogo ni usajili wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli, na ndio maana kwa jeuri pana tunasema kwamba kama group stage ya Champions League ingeanza hivi sasa, mnyama alikuwa ana qualify kwenda robo finali, tena ana qualify kwa kushinda mechi zote 6. Yaani tunge qualify na alama 18. Hilo halina ubishi wa aina yeyote, kwa sababu timu ya namna hiyo tunayo, na timu hiyo tunayo ni kutokana na maingizo mapya wakina Ino Luemba, wakina Anicet Oura, wakina Libase Geye wamekuja kuibadilisha timu yetu kwa kiasi kikubwa sana. Luemba dakika 30 alizocheza jana imetosha dunia kutambua ni mchezaji wa aina gani. Nilikuwa pale uwanjani, wale wa Angola wanazungumza pale uwanjani, wanasema yule mchezaji ni mchezaji hatari. Wanazungumza Kireno lakini wanasema na unawaelewa. Siwaelewi. Sasa umejuaje? Lakini wanasema yule mchezaji aliyeingia kasuka rasta ni mchezaji hatari, atawaua wachezaji wetu. Namna ambavyo alikuwa anafanya bala kubwa. Na kwa hili lazima tuwapongeze wachezaji wetu kwa kuwa na scouting ya hali ya juu kuweza kumleta Luemba, lakini kumshukuru vile vile na kumpongeza J Root kuweza kukamilisha ahadi yake, na ahadi yake haijaenda tu kiholela, imeenda kwa mchezaji wa maana kweli kweli ambaye amekuja kuleta tumaini kubwa na jipya ndani ya Simba Sports. Kama Waangola semaji wamefikia kusema hatua hiyo, mechi ya KMC ndio itakuwa balaa zaidi. Kama atapata nafasi tarehe 11 Watanzania watashuhudia mchezaji ambaye hawajawahi kumuona tangu taifa letu limeumbwa. Okay. Ni mchezaji wa daraja la juu sana, ni mchezaji ambaye anatia hamu kumuona akiwa na mpira, anatia hamu kumuona asipokuwa na mpira, anatia hamu kumuona akiwa anamkimbiza mtu, anatia hamu kumuona akiwa anakaba, na ana nguvu. Jana uliona alipewa pasi na Duchu, alafu kuna mchezaji wa Petro akawa anakaribia kuwahi ule mpira, basi alimpa bega moja yule bwana akagalagala mpaka nje ya uwanja. Ino akachukua mali kampa Anicet Oura akaipiga ndefu kule kwa mwalimu akaingia nayo. Ilikuwa ni ukatili wa hali ya juu sana. Kwa hiyo tarehe 11 katika uwanja wa KMC, kwanza na uhurumia KMC watakwenda kukutana na mchezaji ambao hawajawahi kukutana naye in terms of ubora, in terms of maarifa ya mpira wa miguu. Maanake ni kwamba wataenda kuteseka maradufu, lakini majukwaani na kwenye TV mashabiki wataenjoy kumuona Anicet, kumuona Ino Luemba. Mimi niwaite mashabiki wa Simba, unajua wachezaji wa aina ya kina Luemba tumezoea kuwaona kwenye TV wakicheza, kwa maana kwamba wakicheza huko mbalimbali Maulaya. Sasa tumekuja kumuona Luemba Mwenge, hapo Mwenge Vinyago, unamuona live Innocent Luemba. Unakaaje nyumbani kuacha kuja kupata burudani kubwa? Lakini Ino Luemba ni moja tu, kuna hatari nyingine ya kina Oura, kuna hatari nyingine ya kina Libase Geye. Simba yetu imekamilika, alafu tuna mtoto mdogo wa miaka 17 leo Chota Chama anafanya balaa kubwa katikati ya uwanja. Ameshafika 17. Simba mpya kusema kweli, ni Simba ya asali maziwa, ni Simba ambayo imekamilika kweli kweli. Lakini semaji, nitoe rai, nitoe wito, nitoe ombi na nitoe agizo vile vile. Sasa umefika muda wa wanasimba kuiacha Simba ama kuipa Simba utulivu. Kuipa Simba utulivu ili iweze kujipanga na kufanya vizuri, hasa katika mashindano ambayo yako mbele yetu. Kwa sasa limebuka hilo wimbi la majibizano, la kila mtu kuzungumza, la kila mtu kuongea, la kila mtu kutoa matakwa na mapendekezo, na kila mtu kutoa maoni yake, na kila mtu kuzungumza kile ambacho anahisi kwake ni sawa sawa. Yote haya ambayo wanazungumza, haijalishi yana uhalisia ama hayana uhalisia, lakini impact yake
wanaikosesha timu yetu utulivu, wanaifanya Simba yetu iwe na mawenge, wanaifanya Simba yetu ishindwe kutawalika. Mimi nitoe rai kuwaambia wana Simba ya kwamba tuachane mara moja na tabia hiyo, tuipe timu utulivu ili tuendelee kujipanga kuelekea katika mechi zinazokuja. Ni kweli tumefanya vibaya katika mashindano ya kimataifa, tumetolewa katika hatua ya makundi. Hatujazoea matokeo ya namna hiyo, lakini hatuna budi kuyapokea kwa sababu hayo ni maisha ya kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Mwaka huu tumefeli, mwakani tutaamka, tutafaulu. Maisha yako namna hiyo, na kuna mwaka utakuja hata hatua ya makundi tutashindwa kuqualify. Huo ndio mpira wa miguu, na ukichagua kushabikia mpira wa miguu lazima uwe na hizo probability kwamba mwaka huu itakuwa hivi, pengine mwaka mwingine haitakuwa hivyo. Kwa hiyo ya kawaida, lakini kwa hawa wachezaji wageni wanaona hii sio sehemu salama. Kwa walimu wetu wageni wanaona hii sio sehemu salama, sehemu ambayo ina makelele mwanzo mwisho, sehemu ambayo kila mtu anazungumza. Sasa hatuwezi kuwa na timu ya mpira wa namna hiyo. Mimi ombi langu, agizo langu na rai yangu kwa wanasimba, sasa inatosha. Tucheze mpira, tuiache timu ifanye mambo yake. Mapresi, maoni, kila kitu sasa tuyaache, timu icheze mpira. Bado tunaona nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Tunao nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika ligi ya ndani pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Tuwekeze nguvu huko, timu yetu iende ikapate mafanikio katika ligi hiyo. Lakini tukiwekeza nguvu kwenye na hapa hatupiganii nani bora, nani yuko sahihi. Hapa tunapigania maslahi ya Simba Sports Club, na wale wote ambao aidha wanafanya hivyo kwa kujua ama kwa kutumika, basi watambue ya kwamba anayeathirika namba moja katika vita yao hii ni Simba Sports Club. Sasa lazima wachuje kitu gani wanazungumza, lazima waangalie kitu gani wanakipeleka kwenye jamii. Na ukiangalia hizi kelele haziji kwa bahati mbaya. Hivi sasa Simba yetu imeonekana kuamka, matumaini mapya yameonekana kujengeka, wachezaji bora tumewapata, ndio makelele haya yanaibuka. Sasa haya makelele sio kama ya chura ya kwamba wanapiga tu kwa sababu mvua imenyesha. Haya makelele ukiangalia ndani yake yana mpango mkakati ndani yake. Sasa inawezekana wale wanaopigishwa hizo kelele hawajui kama wanatumika vibaya, hawajui kama walio nyuma yao wanataka kuisambaratisha Simba Sports Club, kwa sababu Simba sasa imejipata, ina wachezaji wazuri, ina timu ya sawa sawa. Kwa hiyo makelele yanaibuliwa ili Simba iendelee kusambaratika. Mimi niwaambie wana Simba ya kwamba tunapaswa kuacha mara moja mambo hayo, na kama haitoshi lazima tuwe na taasisi ambayo ina misingi yake ya kuzungumza, ina misingi yake ya kutoa taarifa, ina misingi yake ya kuwasiliana na jamii. Haiwezekani ikawa kama bwawa la Kambale, baba ndevu, shemeji ndevu, mtoto ndevu, baba nani si nani ndevu, kila mtu ndevu. Sasa haiwezekani leo presi huku, kesho presi kule, kesho kutwa presi kule. Kila mtu akiamka tu anajihisi ana mamlaka na nguvu ya kuitisha mikutano na kwenda kuizungumzia Simba Sports Club. Tuiache Simba ipate utulivu, tujijenge, twende tukashindane na kile ambacho kiko mbele yetu. Sawa sawa. Tukuzoea hivi lakini msemaji. Nimemaliza. Semaji, nimeona kipindi mnaanza safari umeandika kwamba timu yenye furaha inarudi nyumbani. Hiyo ina maana gani? Ya, sisi tuna furaha, tuna furaha kwa sababu tumeshindwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Of course inatumiza kwa timu kubwa aina ya Simba. Wanatuuliza wenzetu akina Al Ahly bana, imekuwaje wazee? Sisi tuna group letu la timu 5 bora. Yes, umeona bana. Kwa hiyo tunaulizana bana, vipi mzee mwenzangu? Bana, mwaka huu mambo yamenikataa, po wajipange kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo inatumiza kushindwa kuqualify kwenda hatua ya robo finali, lakini tunao furaha kwa sababu katika maisha kitu muhimu ni kupiga hatua kwenda mbele.
Ukiangalia Simba iliyocheza mechi za kwanza za hatua ya makundi na Simba ambayo inacheza mechi hivi sasa ni Simba mbili tofauti. Hiyo ndiyo ambayo inatupa sisi furaha na matumaini ya kwamba pamoja na kwamba tulianza vibaya, lakini tunamaliza vizuri, na huu mwisho mzuri ndiyo ambao tunajipanga nao sasa kuelekea katika msimu unaokuja pamoja na mashindano ambayo yamesalia mkononi mwetu hivi sasa. Kwa hiyo hiyo peke yake inatupa faraja na matumaini na furaha, kwa sababu progress ya kikosi chetu inaonekana. Unaona hata ukiposti nini? Tani kafungwa, unaona hata ukiposti. Hata najua. Hujui? Haufuatilia? Kama Faraja yangu yamenizonga vibaya. Watu wanaenda kwenye calculator. Yangu yamenizonga. Labda pengine mpaka wiki ijayo naweza nikapata utulivu wa kwanza kupitia kundi moja baada ya jingine. Sasa hizi Simba yangu ina nani? Inanipeleka puta, kwa hiyo uzuri tunajua wewe ni mzalendo. Mzalendo vipi sema? Semaji ni mzalendo bwana. Uzalendo tumekubaliana kwenye timu ya taifa, na kuna vijana wetu wanarudi leo futsal, wanataka kufanya unyama huko duniani. Kwenye klabu hapana, kila mtu apambane ili tupate mwakilishi mmoja au wawili wa ligi ya mabingwa na shirikisho kwenda robo finali. Wapambane. Sisi mwaka huu mambo hayajakuwa mazuri kwetu, kwa hiyo anayeweza apambane. Nafasi iko wazi. Nafasi iko wazi. Sisi hatuna nafasi. Kwa kama kuna mtu ana nafasi huko kwake apambane. Kilo safi yote. Dua yako kwao. Kwa nani? Kwa wakilishi ambao wanapambania nafasi. Anyway, wewe sio hujafuatilia kundi. Azam ana alama 9 mpaka sasa hivi. Okay. Yanga ana alama 5. Kwa hiyo hawa wawili wanapewa zaidi nafasi kwa sababu Singida jana amepoteza vile mbele ya Stellenbosch. Mbele ya CR Belouizdad. Naye bado ana nafasi. Singida hana nafasi. Wakapambane. Hiyo kilo safi kabisa. Wakapambane. Inatoka moyoni semaje? Sijui kwa. Moyoni sio, lakini moyoni sio. Inaonekana sasa hivi. Wakapambane. Kwani unaona kuna mlima mrefu kwani? Mpaka unasema wapambane. No, michuano ya kimataifa hii hakuna easy game. Kila mtu lazima, yani kila mechi ni ngumu, hasa mechi za maamuzi huwa ni ngumu sana. Kwa hiyo kupambana tu. Sawa.